Piko na hina imekuwa ni sehemu ya urembo pamoja na utamaduni kwa miaka mingi katika maisha yetu. Lakini kwa hivi karibuni kumeibuka malalamiko utumiaji wa piko na hina kwa kuumuka kwa ngozi kupiga wekundu na hata kufanya vipele pale ambapo wanavipaka piko pamoja na hina. Lakini je, kwa nini imekuwa kawaida kwa hali hii? Hata hina ya mimea inaweza kusababisha allergy, hasa kwa watu wenye ngozi nyeti kupita kawaida. Lakini dalili kama kuwasha na wekundu hujitokeza muda mfupi baada ya kupaka. Kwa wengine, uchafu au vionjo vya kuongeza harufu vinavyowekwa kwenye hina pamoja na piko vinaweza kuathiri ngozi na kuleta maambukizi. Kwanza, si hina zote au piko ambazo tunazoziona madukani ni za asili, kwani baadhi ya wauzaji huongeza kemikali kali ijulikanayo kwa jina la kitaalamu kama PPD, ambayo hii hufanya hina au piko kuwa nyeusi na kudumu kwa muda mrefu, na ndiyo ikawa ni sababu ya kusababisha kuumuka na kufanya malengelenge katika ngozi. Athari za hina zisizo salama si za kupuuzwa. Baadhi ya watu hupata mabaka meusi au meupe baada ya kupona, lakini kwa wengine huungua na kubaki na makovu ya kudumu, na kwa wachache mwili huweza kukataa kabisa aina yoyote ya hina pamoja na piko. Lakini kwa pamoja yote haya madhara yanaweza kuepukika. Wataalamu wanashauri kutumia hina asili yenye rangi ya kahawia pamoja na kijani, kufanya jaribio dogo kwenye ngozi kabla ya kupaka mwilini, na kuepuka kabisa hina nyeusi kali inaonekana kuvutia lakini imechanganywa na kemikali. Na kama tayari umeathirika, hatua za haraka ni muhimu. 1. Kuosha eneo husika mara moja. Kuepuka mafuta yenye harufu, kutumia dawa za kupunguza allergy, na kumuona daktari endapo kuna uvimbe au maumivu makali. Hina na piko ni urembo mzuri sana, lakini chagua kile ambacho kinafaa kwa ajili ya afya yako. Urembo wa muda usikupe madhara ya muda mrefu.